Basi nichukue nafasi ya kusema asante kwa Bishop wetu Mwapinga Gerald na kutupatia nafasi ya kusimama mbele yenu ili tupate kuwahudumia. Nashukuru tena uwepo wenu katikati yetu hapa. Najua kama hamupo sisi hatuwezi kuhubiri, hatuwezi kusema neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo nishukuru sana, nasema asanteni wote. Amen. Ndio, karibu. Na siku ya leo tunapenda kusema neno la Mungu. Tuna kiporo kile kilibaki. Amen. Amen. Kuna maneno tuliongea, tulibakisha kiporo. Inatakiwa tukimalize siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Somo letu inasemaje? Agano la Daudi na Yonathani. Agano la Daudi na Yonathani. Tulianzisha somo hili lakini hatukulimaliza. Ndio maana tumechukua nafasi leo. Tumepewa nafasi leo ili tupate kumaliza somo letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Agano ya Daudi na Yonathani. Pointi yetu ya kwanza tulisema agano ni nini? Tulisema agano ni mapatano, ni mkataba kati ya mtu na mtu, kati ya mtu na Mungu. Wote walileta maana ya agano hapo. Pointi ya pili tuliona aina 7 ya agano. Mara nyingine ulijua tu ni agano ya mtu na mtu, agano ya mtu na Mungu, agano ya watu na watu, lakini tuliona aina 7 ya maagano. Na pointi yetu ya tatu ndio ila tukumaliza, inasema vitu 7 tunaweza kuvikuta ndani ya agano ya Daudi na Yonathani, ama faida 7 tunaweza kupata ndani ya hii agano ya Daudi na Yonathani. Na hizi faida nilipendelea sana zitusaidie na sisi tuzijue ni faida gani tunaweza sisi kuzipata wakati tunafanya agano yetu na Mungu, wakati tunakuwa katika uhusiano na Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kuna faida 7 tulianzisha ili tunaweza kupata katika hii agano ya Daudi na Yonathani. Ni kule faida ya kwanza tulisema agano inavunja mipaka. Agano inavunja mipaka. Tuliona huyu Mephibosheth alikuwa katika mbali sana, mlemavu, hakutakiwa kuingia mjini. Katika Yerusalemu mtu mlemavu hutakiwa kuingia mjini, lakini sababu kulikuwa ile agano kati ya Daudi na Yonathani baba yake au Mephibosheth, huyu Mephibosheth aliingia mjini, alikula pamoja na mfalme. Bwana asifiwe sana. Lakini agano lilivunja ile mpaka kwamba kiwete, mlemavu hakuweza kuingia katika Yerusalemu. Ile agano lilivunjwa ile mpaka. Na agano inabadilisha utambulisho wa mtu. Ile ilikuwa ni pointi ya pili. Tunaona Ibrahim alikuwa anaitwa Abraham, baadaye anaitwa Ibrahim. Na mambo Mungu alimtendea tunayajua. Tuliona ule Rahaba, wakati wapelelezi walitumwa kule Yeriko, walibadilisha maisha yake na familia yake. Yaani agano inabadilisha utambulisho wa mtu. Ile tunaona kama pointi ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutaendelea na pointi ya tatu. Inasema hivi, agano ya kiroho inaharibu nguvu au hatari za adui. Agano za kiroho zinaharibu nguvu au hatari za adui. Tunasoma pale Samueli wa pili sura 16 mstari wa kwanza
hadi mstari wa 4. Leo nakuomba twende haraka sababu muda wetu sio rafiki. Samueli wa pili sura 16 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amina. Samueli wa kwanza sura 16 mstari wa kwanza. Naye Daudi alipokipita punde hicho kilele cha mlima, tazama Siba mtumwa wa Mefibosheti akamkuta, na punda wawili waliotandikwa juu yao mikate 200 ya ngano, na vishada 100 vya zabibu kavu, na matunda 100 ya wakati wa hali, na kiriba cha divai. Mfalme akamwambia Siba, ni za nini hizi? Siba akasema, punda ni za jamaa ya mfalme, wazipande, na mkate na matunda ni chakula cha hawa vijana, na divai ni kwamba wanywe hao wazimiao nyikani. 3. Mfalme akasema, na mwana wa bwana wako yu wapi? Siba akamwambia mfalme, angalia, anakaa Yerusalemu, kwani alisema nini? Leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme wa baba yangu. 4. Ndipo mfalme akamwambia Siba, tazama, yote yaliyokuwa ni mali ya Mefibosheti ni yako. Siba akasema, mimi nasujudu na nione kibali machoni pako, bwana wangu mfalme. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Agano ya kiroho linaharibu nguvu ama hatari za adui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia usomi huu hapa, tumesikia vizuri. Siba anamfuata mfalme Daudi. Anamfuata wapi? Anamfuata na vitu. Anamfuata wapi? Huyu mfalme Daudi alikuwa anamkimbia Absalom. Yaani alikuwa kwenye mbio anakimbia ili Absalom asimuue. Alikuwa anakimbia. Wakati alikuwa anakimbia, eko safarini, ndio hapo anatusomea Siba akamfuata mfalme Daudi. Amechukua na vitu na punda na chakula na vinywaji, eko anamfuata barabarani, akamkuta. Ndio maana wanasema pale katika mstari wa kwanza, naye Daudi alipokipiga punde hicho kilele cha mlima, pale akamkuta barabarani. Akafika na vile vitu akamletea. Akamwambiaje? Sasa wewe umeniletea hivi vitu, wewe Siba, bwana wako yuko wapi Mefibosheti? Akamdanganya mfalme. Akamwambiaje? Angalia, anakaa Yerusalemu, kwani alisema leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme wa baba yako. Mwongo huyo. Anamdanganya mfalme. Na vitu anamchukulia, anamuletea punda na kila kitu. Anamfuata barabarani hapo naenda. Naomba makini sana usikilize hizo. Mathayo sura 10 mstari wa 36 anasemaje? Tusisahau hiyo. Panasemaje pale? Mathayo sura 10 mstari wa 36. Panasemaje? Panasemaje pale? Ile shida kubwa tunayo siku hizi kanisani hapa. Panasemaje pale? Inasema na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Achia pale. Na wale adui wa mtu ni wale wa nyumbani mwake. Amen. Amen. Huyu Siba alikuwa mtumishi wa Mefibosheti. Akaondoka akamwacha Mefibosheti Yerusalemu, akaenda kumfuata nani? Akaenda kumfuata mfalme barabarani. Akadanganya akasema, bwana wangu amesema leo nyumba ya Israeli watanirudishia ufalme wa baba yangu. Ndio maana hujamwona amebaki kule. Tunataka tumeelewana hapo vizuri. Tuko pamoja. Wakati Mefibosheti hajasema chochote, lakini huyu Siba akaenda kule kwa mfalme, akamwambia, yaani akamzingizia
mambo ya maneno ya uongo wakati alikuwa hajasema. Akaonekana kwamba ni adui wa Mefiboshethi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo Siba alikuwa ni mfanyakazi wa Mefiboshethi. Akamsingizia uongo. Alipofika kule, mfalme akamuuliza, sasa yuko wapi? Akasema yuko Yerusalemu. Ndio pale mfalme akasemaje, basi vile vitu vya kwake yule Mefiboshethi tangu leo vitakuwa vya kwako wewe Siba. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamsingizia uongo, yaani akadanganya mfalme. Sasa sikiliza, katika Samueli wa pili sura 19:25-30. Twende pale usikie. Mefiboshethi sasa akaenda mbele ya mfalme. Mstari wa 25. Nataka tuelewe, je, agano ya kiroho inavunja nguvu ya adui? Samueli wa pili sura 19 mstari wa 25 hadi mstari wa 30. 25 mpaka 30. Anasema, semaje? Basi ikawa alipofika Yerusalemu kumlaki mfalme, mfalme akamwambia, mbona unakwenda pamoja nami? Mefiboshethi, mbona unakwenda pamoja nami Mefiboshethi? Na akajibu, bwana wangu, mfalme, mtumwa wangu alinidanganya, kwa kuwa mimi mtumwa wako nilisema. Rudia pale. Naye akajibu, bwana wangu, mfalme, mtumwa wangu alinidanganya, kwa kuwa mimi mtumwa wako nilisema nitajitandikia punda nipate kumpanda na kwenda pamoja na mfalme, kwa sababu mimi ni mtumwa wako ni kiwete. Naye akasingizia, mimi mtumwa wako mimi mtumwa wako wa bwana wangu mfalme, lakini bwana wangu mfalme ni kama malaika wa Mungu. Utende basi yale mema machoni pako, kwa kuwa jamaa yote ya baba yangu walikuwa kama watu wa kufa tu mbele ya bwana wangu mfalme, ila uliniweka mimi mtumwa wako kati ya hao walao mezani pako. Basi ni haki gani sasa niliyo nayo hata nimlilie mfalme zaidi? Basi mfalme akamwambia, kwa nini unazidi kuyanena mambo yako? Mimi nitawaua wewe na Siba. Mimi nitaamua wewe na Siba mgawanye hiyo nchi. Acha pale. Amina. Amen. Sasa hapa msikilize sasa. Mefiboshethi alipoenda sasa kukutana na mfalme, mfalme akamuuliza, sasa kwa nini utakuja pamoja nami? Amesema, basi nikiweke nilikuwa najitahidi, yani nilikuwa natengeneza vitu vyangu ili nikuwahi nikupate, lakini mtumishi wangu Siba akadanganya maneno ya uongo. Mimi sijasema, mimi nikiweke, yani nilikuwa najipanga vizuri ili nije. Akadanganya huyo Siba muongo, akadanganya. Ndio mfalme akasemaje? Basi wewe na Siba mgawanye hiyo nchi. Kuna kitu nataka tuelewe pamoja hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mambo tunaongelea hapa ni agano inavunja nguvu ya adui. Daudi na Yonathani walifanya agano. Walipofanya agano, wakati Yonathani anakufa asipo tena, ndio maana Daudi alimfanyia mema huyu Yonathani. Sasa Daudi akamchukua yule Siba akawa mtumishi wa Mefiboshethi mwana wa Yonathani. Sasa huyu Siba alikuwa anaishi ndani ya nyumba ya Mefiboshethi, na hii maneno anaanza kuzingizia uongo mbele ya mfalme ni wakati Siba bado yuko ndani ya nyumba ya Mefiboshethi. Sio kama unanielewa vizuri. Adui wa mtu ni wale wa nyumbani. Siba mfanyakazi wake, lakini amsingizia maneno ya hongo mbele ya mfalme. Sasa alipofika pale Mefiboshethi mbele ya mfalme, nikamwambia muongo yule.
nilikuwa najiandaa ili nije. Juu hapo mnasikia sasa, huyu mfalme Daudi akarudisha wema mbele ya Mefiboshethi. Bwana Yesu asifiwe sana. Akasemaje? Mimi naamua 29, mimi naamua wewe na Siba mgawanye hiyo nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Siba alifanyia kwamba ni wakati nachukua vitu namletea mfalme, nachukua punda, chakula na kila kitu namletea mfalme, akatoa ule wema. Haleluya! Yaani atatoa ule wema uwe kwangu mimi. Hata kazini ndio hivyo. Mnaweza mnakuwa na rafiki mnafanya naye kazi kwenye kampuni moja, lakini yeye anataka achukue nafasi yako iwe ya kwake yeye. Hicho kitu hamjawahi kukiona? Yaani ananipendeleza kwa wale ambao ni wakuu. Sasa yeye anataka achukue na ile nafasi ya kwako iwe yake yeye. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Siba akaondoka na vitu akampoza mfalme, kama vile kumpoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akampoza ili mfalme awe na muonekano mwingine mbele ya Mefiboshethi. Adui wa mtu ni wa wapi? Wa nyumbani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sikiliza nikwambie kitu. Unaweza kuwa watu 7 katika familia, lakini watu 6 au 5 wanaingia mkataba ili wakufanyie ubaya, ufe na ubaki na mali yako wewe. Hiyo kitu ni kweli, ni vitu ambavyo vinafanyika kwenye familia. Watu 3 4 wanaingia mkataba, wanasema huyu lazima tumalize. Anajenga, ana nyumba Mechimbichi, ana nyumba huko wapi, sijui wapi, Bagamoyo, huko Chanika, wapi. Hiyo vitu inabidi tubaki na hizo vitu. Yeye tumtoa aondoke. Si mnajua historia ya Yusufu ndugu zake wanamuuza, wanamtoa ndugu zake kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wanaweza kuzingizia maneno ya uongo, maneno hujafanya, lakini wakuzingizia maneno ya uongo. Na huyu Siba alichukua mpango ende akaseme uongo mbele ya mfalme ili amchukie Mefiboshethi. Sasa nini kilichotokea? Tusome pale Zaburi. Zaburi 37 mstari wa 6, tunaenda haraka. Zaburi 37 mstari wa 6. Wanasemaje? Ukipata weka mkono juu. Inasema ataitokeza haki yako kama nuru. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Achia hapa. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ataitokeza haki yako. Ijapokuwa watu watakuzingizia uongo, ijapokuwa watu wanasema hivi, lakini Bwana atakutokeza haki yako. Mithali 24:20. Nasemaje? Kwa mwisho wa Siba sasa. Mwisho wake kuwaje Siba? 24. Mstari wa 20. Inasema, kwa maana mtu mbaya hapati thawabu, taa ya mtu mbaya itazimika. Taa ya mtu mbaya itazimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ikiwa kuna watu wabaya wanakuzunguka, nakwambia siku ya leo taa zao zitazimika. Sema amina vizuri tu. Taa yao itazimika. Kuna watu wabaya wanakuzunguka bila sababu, taa yao itazimika. Taa ya huyu Siba ilizimika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilizimika kweli kweli. Tena kuendelea na mambo yake ilizimika. Na kutakia na wewe taa ya watu wabaya. Unajua tochi. Mtu akiwa na tochi, yani anachanika, anaangalia popote pale.
Umeona? Anaangalia popote pale. Yaani anakufuatilia sana. Anata yake inakufuatilia sana. Lakini asubuhi ya leo Zaburi anasema, Mithali anasema Mithali 24:20 kwamba taa ya watu wabaya. Kuna mtu ana watu wabaya hapa kweli? Hapa kweli kweli hamna mtu ambaye ana watu wabaya? Wala wanamfuatilia watu wabaya? Lakini wapo. Kuambia njoo hapo tuambie maisha yako yanaendaje. Mpaka saa 12 jioni hapo unaongea tu, watu wabaya wapo. Unaongea tu, sikiliza maisha yako hivi, yako hivi, yako hivi. Lakini anatuambia kwamba zile taa ya watu wabaya zitazimika. Kwa nini asifiwe sana? Amini kwamba zitazimika tu. Sababu hizi taa za Mephibosheth za nani za Siba zilizimika, hazikuendelea tena. Zilizimika. Kama zilizimika ile watu kesho itazimika. Kwa nini asifiwe sana? Bwana apewe sifa. Amen. Kama kuna sehemu ya vitu vile shetani alichukua katika maisha yako, kama hivi mfalme alisema kwamba mgawanye, hivi vitu vilikuwa vya Mephibosheth, havikuwa vitu vya Siba, lakini mfalme akaamua wagawanye. Kuna vitu shetani ameshachukua katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu shetani ameshachukua katika maisha yako. Lengo la Mungu sio kama wewe uishi kama unavyoishi. Kuna vitu shetani tayari ameshachukua ndani ya maisha yako. Ndio maana tunatakiwa tuombe ili hiyo vitu fanye nini? Virudie. Usipoomba haiwezi kurudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lengo la shetani ni kugawana vitu. Vile Mungu alitupatia sisi tugawane. Yeye achukue vya kwake na sisi tubakie na sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ndio lengo kubwa la adui. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe kupitia maombi kuna uwezekano wa kurudisha vile vitu na zaidi ya vile tulivyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni faida ya tatu liko katika ile agano ya Daudi na Mephibosheth. Tukiwa katika agano la Mungu, vile vitu vyote ambavyo shetani alichukua, sehemu ya vitu vitaweza kurudia kwa njia ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya 4, agano la kiroho inarahisisha mambo na kuleta ukaribu. Mambo yanakuwa rahisi na inaleta ukaribu. Agano ya kiroho inarahisisha mambo na kuleta ukaribu. Samueli wa pili sura 9 mstari wa 6. Inarahisisha sana maneno na kuleta ukaribu. Samueli wa pili sura 9 mstari wa 6. Nasemaje? Basi Mephibosheth mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasojodu. Daudi akasema, Mephibosheth, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Yonathani baba yako, nami nitakurudishia mashamba yako yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Acha pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Agano la kiroho inarahisisha mambo na inaleta ukaribu. Huyu Mephibosheth alikuwa mbali sana kule Lodebari. Kiwete, mlemavu, hakutakiwa kuingia mjini. Lakini kupitia agano ya Daudi na baba yake Yonathani anakaribishwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Analetwa mbele ya mfalme. Anakaribishwa. Unajua, nataka nikuoneshe siri ya kukaribishwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Mniangalie huko, mniangalie mtoto, mniangalie huko. Nataka nikuoneshe siri ya kukaribishwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka kukaribishwa na Mungu, wewe mkaribie kwanza.
Katika Bagamoyo kule mwaka 2024 tulikuwa katika Kawakana Bagamoyo, mwezi wa 12 mwaka 2024 tulikuwa pale Bagamoyo na mapastori wengi kutoka Morogoro, Mwanza, wapi kule Uganda. Tulikuwa pale tunafundishwa na maombi. Kuna sheria moja walitufundisha pale kama wachungaji, kama wa leadership. Sheria inaitwa sheria ya ungamano, kujiunga. Sheria ya kujiunga, ndio sheria ya kujiunga. Sheria ilikuwa nyingi sana, sheria yaani ilikuwa nyingi sana. Sumaku, sheria ya nguvu ya mambo ya ndani, nguvu ya ndani, ukiwa na watumishi wenzako, yaani sheria ilikuwa nyingi sana. Katika zile sheria kuna sheria wao walitufundisha pale Bagamoyo, sheria ya kujiunga. Ukitaka upate vitu vizuri kwa mtu, tangulia kwanza kumpa yule mtu. Fanya kwanza naye mahusiano, yaani tengeneza mapema. Wanaweza sifiwe sana. Yaani tengeneza mapema. Wao usisubiri upatikane na jambo mbaya ili umwendee. Wanaweza sifiwe. Watengeneza mapema. Waanze kutengeneza mapema. Unajua kanisani kwetu hapa Jumajana tulitangaziwa kwamba waambie wana wa Israeli wanijengee nyumba. Uwaambie wanijengee nyumba. Si Mungu anapenda kufanya agano na sisi? Mungu anapenda kufanya agano na sisi. Yaani hapo inatakiwa sasa, kama unapenda kabisa ukaribu na Mungu, umkaribie kwanza. Umkaribia kivipi? Na vitu vyetu na hela yetu, na atakukaribia. Hata wakati wa shida atakumbuka ile agano kwamba huyu mtu sanipa hela yake, salinijengea. Kumbe wakati wa shida na mimi siwezi kumwacha, na atakukaribia. Ujiunge kwanza. Bwana asifiwe. Wewe ujiunge kwanza. Kama jawahi kutafuta jinsi ya kukaribishwa na Mungu, jinsi ya kwanza swali tutangazia hapa Jumajana. Mimi taanzia leo kujiunga. Leo naanza kujiunga. Haleluya. Haleluya. Mimi leo naanza kujiunga, ili nianze kutarajia sasa vitu ambavyo Mungu ataweza kunitendea baadaye. Sio tu niumwe, nipate tatizo naanza kumwambia yaani ujiandae mapema. Ujiandae mapema. Kama hujawahi utafuta kumkaribia, kama hujawahi kujua jinsi ya kukaribishwa, Jumajana walitutangazia hapa. Walitutangazia tuanze. Mimi leo naanza. Mwanzo sifi. Sijui wataanza lini. Mimi leo naanza kujiunganisha. Amen. Huyu mtu anapenda ukaribu na Mungu. Anapenda Mungu amkaribishe. Ujikaribishe kwanza wewe mwenyewe. Ujikaribishe. Hii ni mkataba. Mungu anataka asaini mkataba na sisi. Kama mnijengee, tukimjengea kwa kweli atakuacha hivi. Atakuacha hivyo na ugonjwa wako na matatizo yako. Sio utamkumbusha sasa kwamba vigezo. Bwana sikiliza, hii hela itakiwa nifanye 1 2 3. Sasa hela nimekupa wewe. Sikiliza sasa mimi na 1 2 3. Ndio unitendee. Kama umeshakukaribia mapema, yaani umejiandaa mapema. Sasa kuona hapo unatakiwa sasa na yeye akukaribie. Bwana asifiwe sana. Agano la kiroho inarahisisha mambo. Rahisisha wewe mwenyewe. Waje kurahisisha mambo yako. Isiwe magumu sana, isiwe mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Tumeambiwa Jumajana. Asema mumeambiwa mumjengee nyumba hekalu yake. Nyumba yake ya Mungu ijengwe. Sasa nataka fanya mkataba. Kumbe rahisisha mambo yako. Bwana asifiwe sana. Faida ya 5. Faida ya 5, agano la kiroho linazuia kifo. Agano la kiroho linazuia kifo. Agano la kiroho linazuia kifo.
Katika maisha kuna vitu vinaweza kuonekana kama mlima imeshasimama mbele. Bwana asifiwe sana. Wewe mwenyewe unaona kwamba hii ni mlima kweli kweli. Hii ni mlima. Bwana iondoki. Hii ni mlima kweli kweli. Na unaona kwamba hapa biashara imeisha kabisa. Hapa ni umekata tamaa, biashara imeisha. Mambo yanaonekana kama mlima kweli kweli. Na unajifikiria, unatafakari, unasema hapa siwezi. Mimi mwenyewe siwezi. Hiyo maneno inaweza kufika katika maisha. Lakini ukiwa agano na Mungu, ukifanya agano na Mungu, Mungu atakuepusha kutokana na hiyo kitu. Bwana asifiwe. Ikiwa ugonjwa, ikiwa ni kifo katika familia, ikiwa ni kifo yani inakufuatilia, ikiwa ni pepo chafu, Mungu ataweza kuondosha hiyo kitu. Soma pale Samueli wa kwanza sura 19 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Agano la kiroho inazuia kifo. Tasoma. Soma pale 19:1. Kisha Sauli akasemaje? Na mwanae Yonathani. Tena na watumishi wake wote. Kwamba wamoe Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Sauli alikuwa akipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi nakusihi ujiangalie sana asubuhi. Ujiangalie sana asubuhi. Ukae mahali pasiri na kujificha. Na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya babangu huko shambani ulipo wewe. Nami nitazungumza na babangu habari zako. Nami nikiona neno lolote nitakwambia. Naye Yonathani akamsifu Daudi kwa Sauli baba yake. Akamwambia, mfalme asikose juu ya mtumishi wake, yaani juu ya Daudi. Kwa maana yeye hakukosa juu yako, tena matendo yake kwako yamekuwa mema sana. Kwa kuwa alitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hilo na kufurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia? Muue Daudi bure. Sauli akasikiliza sauti ya Yonathani, naye Sauli akaapa, aishivyo Bwana, yeye hata uawa. Basi Yonathani akamwita Daudi, naye Yonathani akamjulisha mambo yote hayo. Kisha Yonathani akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Acha kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ni Yonathani. Huyu ni Yonathani mbele ya Sauli. Yaani anamtetea Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Anamtetea Daudi ili Daudi asife. Anamtetea mbele ya Sauli ili Daudi asife. Anamwambia kwa kuwa alitia uhai wake mikononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hilo ukalifurahia. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia? Umuue huyo Daudi bure. Bwana Yesu asifiwe. Anachukiza, kwa nini umuue Daudi? Kwa nini umuue Daudi? Mambo aliyofanya ni mambo makubwa sana. Wewe mwenyewe unajua kwa nini wamuue. Umuue kwa nini? Anamtetea mbele ya Sauli. Unajua ukimfanyia Mungu kazi yake, Mungu atakutetea mbele za maadui zako. Amina. Amen. Yaani ukiwa na agano na Mungu wako, ukiwa naye katika ile level nzuri, ukitenda matendo mema, Mungu atakutetea mbele za adui yako. Atuambia kwa nini mumuue? Amefanya nini? Wewe si mtumishi wangu, si alinijengea nyumba, alinijengea hekalu, kwa nini muue? Yonathani anamtetea Daudi mbele ya Sauli baba yake.
kwamba kwa nini amefanya nini? Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia? Umwe huyo Daudi bure. Amefanya nini? Daudi amefanya nini? Anamtetea Yesu Kristo. Ni mtetezi wetu. Yesu Kristo ni mtetezi wetu. Kama huyu Yonathani alikuwa anamtetea Daudi mbele ya Saulo, Yesu anamtetea mbele ya baba yake. Kweli anatutetea. Hata kwa mambo mabaya Yesu anatutetea mbele ya baba yake. Na wewe kitu nakuomba kweli ni kwamba ufanye uhusiano na Mungu, ili hata kama mambo mabaya yakitokea utetewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Yesu akutetee. Damu ya Yesu nayo neno mema ikunenena wewe. Sio kama damu ya Abeli. Damu ya Yesu inanena mema ikunenena wewe. Kama na kitu cha kulipa, lipa damu ya Yesu Kristo, ili usipatikane na kifo, usipatikane na ugonjwa, usipatikane na mambo mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu alimtetea mbele ya Sauli. Na wewe, ombi langu kwa Mungu ni akondolee ile pepo ya kifo, ile pepo ya ugonjwa, ile pepo mbaya inayofuatia. Yaani iondolewe katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Itolewe, yaani ivutwe katika jina la Yesu. Sababu huyu Yonathani asikupenda Daudi afe, ndio maana alimtetea. Na wewe damu ya Yesu ikutetee popote pale. Amen. Samueli wa kwanza 20:27. Nasemaje? Hata siku ya pili baada ya maandamo wa mwezi, mahali pake palikuwa hapana mtu. Basi Sauli akamwambia Yonathani mwanawe, akamwambiaje? Mbona mwana wa Yese haji kula chakula jana wala leo? Na Yonathani akamjibu Sauli, Daudi alitaka sana nimpe ruhusa aende Bethlehemu. Akasema, tafadhali nipe ruhusa niende, kwa maana jamaa yetu wanadhabihu mjini kwetu, mjini mwetu, na ndugu yangu ameniamuru niende. Basi sasa, kama nimeona kibali machoni pako, na kuomba niondoke nikawatazame ndugu zangu. Ndio sababu hakuja mezani pa mfalme. Basi hasira ya Sauli ikawaka juu ya Yonathani. Hasira ya Sauli ikawaka juu ya Yonathani. Akamwambia, wewe mwana wa mwanamke mkaidi, asije mimi sijui ya kuwa umemchagua wewe mwana wa Yese kwa aibu yako mwenyewe, na kwa aibu ya uchi wa mama yako? Maana wakati mwana wa Yese akiwa hai juu ya nchi, wewe hutafanikiwa wala ufalme wako. Basi sasa peleka ukamlete kwangu, maana hakika yake atakufa wewe. Acha bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani huyu mfalme alikuwa anazingatia kifo ya Daudi, ili Daudi afe tu, lakini Yonathani aliendelea kumtetea. Amemuuliza kwa nini aje kula hapa? Lengo lake alikuwa kwamba kwa nini ajala hapa? Ajaja. Yeye alikuwa anataka nikumua. Shetani ndio hivyo. Anakukaribisha. Wewe unafikiri kwamba atakupa kitu kizuri, kumbe anataka kuendea mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba alimuuliza Yonathani kwamba ni kweli alikuwa anataka ale. Lengo lake alikuwa anataka amuue. Ndio maana maandiko yanasema hasira yake ilipanda zaidi sana. Alijua kwamba huyu mtu anadanganya. Yonathani anadanganya. Yule ni rafiki yake. Maneno anayoongea ni waongo, maneno ya uongo. Ndio maana alipenda afanyeje? Mwisho wa siku akamwambia atakufa huyu. Maana hakika yake atakufa huyu. Yaani lengo lake ilikuwa ni kumuua tu, sio kwa chakula pale. Na katika maisha utaona mtu anakubembeleza, rafiki, wewe njoo tu, hiyo maneno atakaa sawa. Kumbe hautajua ni nini iko nyuma yake. Lengo yake ni nini?
anakufikiria nini? Mawazo yake ni nini? Anakutakia nini? Lengo ya huyu mfalme Sauli alikuwa anapenda kumuua Daudi, lakini Yonathani alizuia ile kifo. Ombi langu, napenda Mungu azuie kifo katika maisha yako, akizuie katika nyumba yako, katika watoto wako, kifo kisikuwepo. Sababu kuna vitu sababu shetani anasababisha mwenyewe tu bila sababu analisababisha tu, yaani anagangania tu akufanyie mabaya. Lakini asubuhi ya leo nakwambia kwamba Mungu yupo wa kuondolea matatizo, wa kuondolea mipepo ya kifo. Bwana asifiwe sana. Ili tuone faida ya sita. Faida ya sita ya hii agano. Faida ya sita. Agano ya kiroho inaleta kuinuliwa. Agano ya kiroho inaleta kuinuliwa. Agano ya kiroho inaleta kuinuliwa. Sio kuinuliwa kwako tu, na kwa familia yako, na kwa watoto wako, na kwa watu wote ambao wanakuzunguka. Hapo tuna historia moja ya mzee mmoja anaitwa Barzilai. Huyu mzee alikuwa mzee sana. Alikuwa mzee wa miaka 80. Naomba nipate vizuri. Huyu mzee anaitwa Barzilai. Alikuwa mzee sana. Mzee wa miaka 80. Huyu mzee alifanya uhusiano na Daudi. Daudi alipofukuzwa na Absalom, anakimbia Absalom, akaenda kumkuta huyu mzee Barzilai, Mgileadi. Huyu mtu ni Mgileadi. Akamkuta huyu mzee wa miaka 80. Huyu mzee akamtendea mema Daudi. Tuko katika faida ya sita. Agano la kiroho inaleta kuinuliwa. Huyu mzee Barzilai akampokea Daudi alipokimbia Absalomi. Mzee sana. Alipompokea akamtendea mema. Na alipomtendea mema ndio sasa akamkabidhi mwanaye Kimamu. Anamwambiaje? Mfalme, utakaporudi Yerusalemu, mchukue na mwanangu. Umchukue, wewe nenda naye, sababu mimi karibu nife, wewe nenda naye. Umtendee mema. Umeona? Kwanza mzee akampokea vizuri, akamlisha vizuri, akamtendea mema. Baadaye ndio akamkabidhi mwanaye, akamwambia, "Bwana mzee, mfalme, mchukue nenda naye." Sasa alipoenda na ule mwanaye, wale mzee akamtendea mema. Kule Yerusalemu alipofika kule, anaomba kiwanja kizuri sana, akajenga hoteli pale. Yeye alikuwa ni Mgileadi, mtoto wa huyu babu, huyu mzee. Lakini alipoenda na mfalme kule, mfalme akamupa kiwanja kizuri sana, sehemu nzuri karibu na Bethlehemu. Andiko nasema karibu na Bethlehemu kule, akampa kiwanja, akajenga kesi yake mzuri sana. Na baada ya hapo, wakati Daudi anakaribia kufa, akamkabidhi tena mikononi mwa nani huyo? Mwana wa Daudi nani? Anaitwa Sulemani. Huyu Sulemani akamkabidhi mikononi mwa Sulemani, kwamba unaona huyu baba yake Barzilai alinitendea mema wakati nilikuwa nafukuzwa na Absalom. Nilipofika kule, baba yake ya huyu Kimamu alinitendea wema sana. Alinipokea vizuri, nilikula vizuri, nililala vizuri sana. Na kuomba, sababu ninakaribia kufa, wakaribisha watendee mema. Unaona? Yaani walipofika kule nchi ya kigeni, wakafanikiwa sana. Wakapata kiwanja, wakajenga, wakafanya vizuri, na wakaketi pamoja na huyu Sulemani. Soma pale Samueli wa pili. Samueli wa pili
sura 19 mstari wa 31 hadi 37. Inasema tena Barzilai Mgileadi akashuka Rogelimu, akavuka Yordani pamoja na mfalme amvushe Yordani. Naye huyo Barzilai alikuwa mzee sana, amepata umri wa miaka 80. Naye amemlisha mfalme hapo alipokuwako Mahanaimu, kwa kuwa alikuwa mtu mwenye cheo kikubwa. Naye mfalme akamwambia Barzilai, uvuke pamoja nami nitakulisha kwangu huko Yerusalemu. Lakini Barzilai akamjibu mfalme, siku ni ngapi za miaka ya maisha yangu, hata mimi nipande pamoja na mfalme kwenda Yerusalemu? Nimepata leo miaka 80. Nami je, naweza kupambanua mema na mabaya? Mimi mtumwa wako, je, naweza kuonja nilacho au ninywacho? Naweza kuisikia tena sauti ya bwana wangu mfalme? Mtumwa wako ataka kuvuka Yordani tu pamoja na mfalme. Tena mbona mfalme anilipe thawabu ya namna hii? Niache nirudi basi mimi mtumwa wako, ili nife katika mji wangu mwenyewe, karibu na kaburi la baba yangu na la mama yangu. Lakini tazama, mtumwa wako Kimlam na avuke yeye pamoja na bwana wangu mfalme, naye ukamtendee yeye yaliyo mema machoni pako. Mfalme akajibu, haya, Kimlam na avuke pamoja nami nitamtendea yaliyo mema machoni pako wewe, na kila utakalotaka kwangu mimi nitalifanya kwa ajili yako. Achapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Upo. Onyesha kwamba upo. Haleluya. Amen. Amen. Unasikia hapa? Huyu mzee alipomtendea kwanza Daudi mema, ndio akamkabidhi mwanae sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kitu nataka kuambia ni kitu gani hapa? Agano ya kiroho inainua. Bwana Yesu asifiwe. Inainua. Yaani ukiwa katika agano na Mungu utainuliwa, mambo yataenda sawa, mambo yatakaa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wewe tu, na watoto wako na kizazi chako na familia yako. Ndio maana katika maisha jamani, inabidi kupokea na wageni, na wageni ni vizuri kuwapokea, sababu wajue kuna kesho na kesho kutwa. Bwana asifiwe. Sababu na kesho na kesho kutwa kuna mgeni mwingine utamwepuka, unasema huyu hapana, kumbe huyo ndio atakutendea mema ili ufanikiwe. Bwana asifiwe sana. Mzee alimpokea Daudi akamtendea mema. Baada ya hapo akamkabidhi mwanae. Mwanae akafika kule nchi ya kigeni akajenga vizuri sana. Baada ya hapo sio kujenga tu, akapata na cheo katika ufalme wa Sulemani. Sababu si alikabidhi mikononi mwa Sulemani, Daudi alikabidhi tena mikononi mwa Sulemani, kwamba huyu baba yake Barzilai alimtendea mema. Hata nikifa, endelea kuangalia, endelea kukaa nao pamoja. Yaani agano la kiroho inainua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa katika agano na Mungu, ukiwa katika uhusiano na Mungu, atakuinua tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utainuliwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio wewe tu, na watoto wako pia. Huyu baba Barzilai alikuwa mzee, lakini watoto wake waliinuliwa, ijapokuwa walikuwa nchi ya kigeni. Nataka nikwambie kitu. Kudunia hapa sisi wote ni wageni. Ni kweli, sisi wote hapa ni wageni.
lakini kuna uwezekano ya kuwa na viwanja vitatu, vinne, vitano. Inawezekana, inawezekana. Kama huyu mgeni alifika kule, ule kimamu mwana wa Barzilai alipata viwanja, alijenga, hata Magesa anajenga kule. Je, wewe utakosa kujenga? Itakuwa huko mgeni duniani, itakuwa utapita. Kwa nini utapata kiwanja? Kwa nini utajenga? Kwa nini utakuwa na viwanja vitano? Kwa nini utakuwa na viwanja visita? Kwa nini utajenga? Basi tafuta agano nzuri na Mungu. Bwana asifiwe sana. Basi mkaribie, basi mfanyie kazi, hata kama hukumpita njia, hata kama siku zako ni za kuhesabu, ni chache tu, lakini ni haki yako ya kujenga, ni haki yako kupata cheo kazini. Bwana asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Hawa walinuliwa. Soma Wafalme wa kwanza sura 2 mstari wa 7. Tunataka tumalize na pointi ya 7, twende haraka. Wafalme wa kwanza sura 2 na mstari wa 7. Ile mstari moja tu. Mstari wa 7. Lakini uwafanyie mema wana wa Barzilai Mgileadi. Huyu ni Daudi anamwambia Sulemani mwanae. Wawe miongoni mwao walao mezani pako. Kwa jinsi walivyonijilia nilipokuwa nimekimbia mbele ya Absalom ndugu yako. Hata angalia yako pamoja nawe Shimei mwana wa Gera Mbenjamini wa Bahulimu. Achia pale. Uwatendee mema sababu ya baba zao Barzilai. Hapa Daudi anakaribia kifo, ndio anamwambia sasa huyu Sulemani kwamba uwatendee mema hao sababu baba zao alitendea mema pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hapa kuinuliwa sio kwako tu na kwa watoto wako. Soma Yeremia 41 sura 17. Anasemaje? Yeremia 41 sura 17. Yeremia 41 17 inasema wakaenda zao wakakaa katika Geruti Kimham ulio karibu na Bethlehemu. Geruti Kimamu ulio karibu na Bethlehemu ili wapate kuingia Misri. Ishakishia pale. Haleluya. Wakaenda zao wakakaa katika Geruti Kimamu iliyo karibu na Bethlehemu ili wapate kuingia Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hii Geruti Kimamu ndio ile hoteli ya ule Kimamu alijenga karibu na Bethlehemu. Mtoto wa Barzilai alipoenda na Daudi akamtendea mema, akapata kiwanja na akajenga pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani hii agano la kiroho inainua, sio kukuinua wewe tu, inainua na watoto wako na familia yako, yaani na jamaa yako. Ukiwa na agano nzuri, ukiwa katika agano na Mungu, katika uhusiano na Mungu, sio wewe tu utainuliwa na watoto wako watainuliwa pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya 7 na ya mwisho tumalize. Faida ya 7, agano la kiroho inarudisha kilichopotea. Agano la kiroho inarudisha kilichopotea, kilichochukuliwa na adui. Agano la kiroho inarudisha kilichopotea, kilichochukuliwa na adui.
agano la kiroho inarudisha kilichopotea, kilichochukuliwa na adui. Samueli wa pili sura 3 mstari wa 12 hadi mstari wa 16. Samueli wa pili sura 3 mstari wa 12 hadi mstari wa 16. 12-16. Tasoma. Basi Abneri akatuma wajumbe kwa Daudi mahali alipokuwapo, akisema, nchi hii ni ya nani? Fanya agano nami, na tazama mkono wangu utakuwa pamoja nawe, ili kuwaleta Israeli wote kwako. Daudi akasema, vema, nitafanya agano nawe, lakini sharti moja. Sharti moja nitakalo kwako. Napenda usikie pale. Kuna sharti moja. Ni ipi? Nalo ni hili. Hutaniona uso wangu, isipokuwa uniletee Mikali binti Sauli. Hapo ujapo kuniona uso wangu. 14. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa Ish-Bosheti mwana wa Sauli kusema, nipe mke wangu Mikali niliyemposa kwa govi 100 za Wafilisti. Basi Ish-Bosheti akatuma watu akamnyang'anya Paltieli mwana wa Laishi mumewe mwanamke huyo. 16. Huyo mumewe akafuatana naye akiendelea na kulia. Akamfuata mpaka wapi? Bahulimu. Mpaka wapi? Akamfuata mpaka wapi? Bahulimu. Ndipo Abel akamwambia, haya rudi, naye akarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agano la kiroho inarudisha kilichochukuliwa, kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo historia tunaijua vizuri. Wakati Daudi alipigana na Wafilisti, aliwaua wengi sana. Na huyu Sauli alimwambiaje? Ukiwaua hawa watu, takupa Mikali kuwa mke wako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofanya hivyo Daudi, lakini huyu Saulo asikumpa huyu Mikali, akamwowesha kwa mume mwingine. Haleluya. Haleluya. Sasa wakati watu wa Israeli waliona bidii ya Daudi, jinsi alikombana na watu wa Filisti, jinsi aliwaua, walipenda kufanya naye agano kupitia Abner. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipenda waingia agano na Daudi kupitia Abner. Sasa Daudi akaleta vigezo, akawapa masharti. Akasemaje? Mimi siwezi kufanya agano na nyie, mimi siwezi kuingia agano na nyie wakati Mikali mke wangu bado yuko kwenye ndoa nyingine ya mume mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiwezekane. Hiyo agano inawezekana ila tu yule Mikali arudi kwangu. Akirudi kwangu, hapo sasa tutafanya agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Agano la kiroho inarudisha kilichochukuliwa. Inarudisha kilichochukuliwa na adui, kilichopotea. Nilisema kuna vitu shetani ama adui ameshachukua katika maisha yetu. Lengo la Mungu kwetu sisi ni kuishi vizuri, kuwa vizuri, lakini shetani atike hivyo. Kuna vitu ambavyo tunavikosa katika maisha yetu sababu shetani alivichukua. Na hii agano la kiroho, agano la 7, inataka nini? Ni kurudisha vitu vilivyopotea. Daudi akasema mimi siwezi. Na maandiko yanasemaje? Basi Ish-Bosheti akatuma watu akamnyang'anya Paltieli mwana wa Laishi mumewe mwanamke huyo. Unajua ukikuwa katika agano na Mungu utaweza kumpa vigezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaomba masharti. Mungu sikia nikwambie, mimi niko hivi, nataka niwe hivi, niwe hivi, niwe hivi. Sababu kwenye agano, sababu
kwenye agano. Unamwambia Mungu, nataka niwe hivi, niwe hivi, niwe hivi. Huyu Daudi akaleta vigezo, akaleta masharti, akamwambia mimi siwezi kufanya na nyinyi agano wakati Mikali bado yuko kule. Niligombana, niliwaoa Filisti. Sasa kwa nini Mikali bado anaendelea kuwa kule? Siwezi kufanya na nyinyi agano, ila tu huyu mwanamke nirudie, na hapo tutafanya agano. Maandiko yanasemaje? Huyu mumewe akamfuata, akafuatana naye, akiendelea na kulia, akamfuata mpaka Bahulimu. Ndipo Abneri akamwambia, aya rudi, naye akarudi. Hata kama shetani analia, hata kama adui analia, sisi tutachukua vitu vyetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe utachukua vitu vyako, utavichukua tu hata kama analia, sababu ni vitu vyako. Hatuwezi kugawana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini tugawane? Vile ni vitu vyako. Tuko na operation pindua pindua. Au nimalizika? Operation hii imemalizika? Bado operation pindua pindua. Tutapindua tu. Tutaendelea kupindua tu mpaka jirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amina. Mpaka jirudi. Wangapi watapindua? Haleluya. Kumbe tutapindua pindua tu. Tutaendelea kupindua pindua tu ili hiyo vitu virudi. Daudi anasema mimi siwezi kufanya agano na nyinyi. Kwa nini? Bado Mikali yuko kule. Haiwezekani. Wakamchukua, wakamrudisha. Walipomrudisha, mume wake akafuata. Walifuata tu. Wakamrudisha, walipomrudisha mume wake akafuata. Mumeo akafuata. Hata kama alifuata, hata kama alilia. Yaani wanasemaje? Atajua mwenyewe. Wanasema sana. Yeye alijua mwenyewe. Mume wake yule alijua mwenyewe. Si hatuna kule. Si kurudisha vitu vyetu. Tutapindua pindua. Wapindua tu. Wapindua, tuendelea kupindua tu. Aliye asipolia, wao utapindua tu. Hatuwezi kuona kwa nini tukaone vitu. Kwa nini? Huyu Daudi alisema siwezi kugawana vitu na watu. Kwa hiyo kumetolewa kwamba tukiwa katika agano la Mungu, tukiwa katika uhusiano na Mungu, kuna vitu vitanguka katika maisha yetu. Tukiwa katika agano la Mungu, katika uhusiano na Mungu, kuna vitu vitanguka. Tutainuliwa, mambo yetu yataenda. Sababu agano la Mungu inaleta kuinuliwa, inaleta mwonekano mpya na inarudisha vitu ambavyo vilichukuliwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapenda hivi vitu virudi. Kwani utakaje vile vitu viende na adui? Kumbe hiyo operation pindua pindua natakiwa endelee katika maisha yetu. Bwana atubariki sana.